Nchi 16 zinazounda Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC wamefanya mazungumzo na kukubaliana katika kuendelea kudumisha usalama katika ukanda wa nchi hizo, ikiwemo pia kuimarisha ulinzi na usalama wa umma, lakini kusaidia uhamaji na uhamiaji hasa katika nchi zilizokumbwa na migogoro. Phenomena therefore calls for effective migration and refugee management that would ensure facilitation of such movements and adherence to SADC. Akizungumza katika ufunguzi wa mkutano huo wa siku mbili unaofanyika kwa njia ya video conference, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Dr. Maduhu Isaac Kazi amesema mkutano huo ni muhimu katika kuimarisha ulinzi na usalama wa kikanda ambao unakwenda pia kuangazia changamoto zinazojitokeza na kuzipatia ufumbuzi. Kwa hiyo sisi kama mwenyekiti tunaongoza kikao hichi, na katika mambo ambayo tunayajadili kwa upande wa uhamaji au uhamiaji, kuna masuala ya kuweza kuruhusu kufutiana visa kwa nchi ambazo ziko ndani ya SADC, kwa maana kwamba kwa nchi zingine ambazo zina mahusiano hayo, kuna taratibu ambazo tumeweka za kuweza kuhama kwa watu kutoka nchi moja kwenda nyingine ziweze kuwa zinakwenda vizuri, kwa maana kwamba kunakuwa taratibu ambazo tumewekeana kubaliana, basi tuweze kuzifuata hizo. Aidha, Dr. Maduhu amesema mkutano huo pia unakwenda kujadili namna kukabiliana na ujangili unaofanyika katika hifadhi za ukanda huo wa nchi za SADC ili kuweka mikakati ya pamoja ili kudhibiti. Kuna makubaliano mbalimbali ambayo yamefikiwa ambayo yanahusiana na namna ya kukabiliana na majangili ambao wanaingia kwenye maeneo yetu haya ya kwenye mapori yetu. Kwa hiyo kuhakikisha kwamba wanyamapori wetu wanakuwa salama dhidi ya jitihada mbalimbali za hawa majangili, na kwamba kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa pamoja katika maeneo ambayo tumekubaliana ili kwamba wanyamapori wetu waweze kuwa wako salama. Kwa hiyo Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Shirikisho la vyama vya ushirika nchini TFC limetoa rai kwa wananchi kutambua kuwa ushirika ndio njia sahihi na kimbilio la kuwainua watu wote kiuchumi na kuwapatia maendeleo.